Msanii wa R&B kutoka Marekani Chris Brown alijitokeza mahakamani Ijumaa leo asubuhi kujibu mashtaka yanayomkabili kuhusiana na tukio la vurugu lililotokea katika club ya usiku jijini London mwezi Februari mwaka 2023. Tukio hilo linadaiwa kumhusisha moja kwa moja katika jaribio la kumshambulia mtu kwa kutumia chupa. Chris Brown alifika katika mahakama kuu ya Southwark akiwa amevalia suti ya blue na tai nyeusi, akionekana makini na mwenye utulivu mkubwa. Alishuka kutoka kwenye gari lake aina SUV na kutembea hadi ndani ya jengo la mahakama kimya bila kuzungumza na waandishi wa habari, huku akiwa amezungukwa na umati wa mashabiki na wapiga picha. Katika kikao cha kusikiza kesi yake, Chris Brown amekana mashtaka yote ya kujaribu kusababisha madhara makubwa kimwili, yani grievous bodily harm, dhidi ya Abraham Joe ambaye anadaiwa kumrushia chupa ndani ya club ya Tape, mojawapo ya vilabu maarufu jijini London. Mshirika wake anadaiwa kuhusika katika tukio hilo, Omololu Ankindolu, naye pia ameweza kuyakana mashtaka hayo. Hata hivyo, hakutakiwa kutoa maelezo yote kuhusiana na mashtaka mawili mengine ambayo bado yapo wazi: kushambulia kwa lengo la kusababisha madhara ya mwili, kumiliki silaha hatari yani chupa katika eneo la umma. Na mwezi uliopita Chris Brown alikamatwa alipowasili Uingereza kwa ajili ya tamasha lake la kimataifa lililopewa jina la Brisbane XX, yani Brisbane 20, akishiriki miaka 20 ya career yake ya kimuziki. Alifunguliwa mashtaka mara moja na baadaye aliachiwa kwa dhamana masharti makali, ikiwemo kuwasilisha passport yake kwa mamlaka husika, kulipa dhamana ya pound milioni 5, takriban dola milioni 6.7 kwa fedha za Marekani kama dhamana ya usalama. Kwa mujibu wa masharti hayo, Chris Brown anapaswa kurudi mahakamani kwa kila kikao cha kesi yake, vinginevyo anaweza kupoteza dhamana hizo zote. Mahakama imekubali kumrudishia passport yake kwa muda mfupi tu ili aweze kuendelea na ziara yake barani Ulaya, lakini chini ya uangalizi wa masharti maalum ya usafiri. Licha ya kesi hiyo jinai kuendelea, Chris Brown ameendelea na ziara yake ya kimataifa kwa kibali maalum cha mahakama, huko mashabiki wake wakisubiri kwa wasiwasi maamuzi ya mwisho wa kesi hiyo. Mpaka sasa Chris Brown hajatoa kauli yoyote rasmi hadharani kuhusu tukio hilo, lakini wanasheria wake wameeleza kuwa msanii huyo ni hana hatia na ataendelea kujitetea hadi haki itendeke. Hii hapa ni SNS Management.